Changamoto ya kwanza ni uhaba wa wataalamu wa kufundisha mafunzo hayo, lakini changamoto nyingine ni vifaa vya ufundishaji wa hayo masomo. Masomo ya ufundi yanahitaji vifaa mbalimbali. Sasa moja ni gharama ya kuvipata hivyo vifaa, lakini pili hata upatikanaji imekuwa ni shida. Changamoto nyingine ya tatu ni wazazi. Bado wazazi hawana uelewa wa kutosha kuhusiana na masomo hayo ya amali. Ukimchukua mzazi kwamba mtoto wako bwana ndio aache somo abezi na somo la ufundi, hakuelewi. Kwa bado elimu ya wazazi kuhusiana mafunzo haya ya ufundi au ya amali huko chini sana. Lakini nne ni watoto wenyewe huko nyuma. Kwa hivyo na changamoto nyingine ambazo zimeikumba hiyo kama mabadiliko haya, bado vifaa vitendea kazi kwa maana ya vitabu, michapisho mbalimbali kuhusiana na yale masomo ambayo yameanzishwa bado ni shida. Kwa mfano tu kwa kidato cha 5 kuna somo la academic skills, academic communication. Sasa unakuta vitabu vyake viko vichache sana. Kwa hiyo bado tunaomba serikali itusaidie upatikanaji wa watumishi kwa maana wataalamu, lakini na vitendea kazi ili kwenda na dhamira njema ya serikali ya kuleta haya masomo hii yasaidie taifa, lakini yasaidie wazazi na jamii yetu kwa ujumla. Kwa majina naitwa Mwalimu Edi Wile Lukali. Amali kwa lugha nyepesi tuseme ni yale mafunzo ambayo tushazoea zamani yanafundishwa vyuo vya VETA, mafunzo ya ufundi. Leo hii hapa serikali imeamua ialete kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari, na lengo ni kutaka kumfanya mwanafunzi anayehitimu elimu ngazi yote ya elimu awe na uwezo wa kujiajiri kwa baadaye, kutokana kwamba miaka hivi karibuni kidogo kunakuwa changamoto ya ajira. Changamoto zipo ni nyingi. Ni kweli kwamba ikitokea serikali, tushazoea serikali inatoa misaada kwenye shule za serikali, lakini kwenye shule za mashirika kama ya kwetu huwa wanaamini kwamba tunajitosheleza, lakini sio kweli. Kwa ikitokea serikali inaweza ikawa na namna ya kusaidia aidha vifaa ama hata kutoa wataalamu, kwa sababu mafunzo bado ni mageni kwa baadhi ya wazazi walio wengi. Inaweza ikawa ni jambo jema sana, kwa sababu mwisho wa siku mwanafunzi anayehitimu hapa bado anaenda kuinufaisha serikali kwa siku za usoni. Mimi nachoomba kifanyike, semina zaidi zitolewe kwa wazazi kwanza, kwa sababu wazazi wengine bado hawana uelewa juu ya hii elimu mpya inayokuja. Kama ambavyo imetoa semina kwa walimu, lakini pia semina zitolewe kuanzia ngazi ya kijiji, ngazi ya wilaya, mwisho hata kwenye makanisa, hata kwenye misiba. Yaani hata mtu atoa hata jamani kuna 1 2 3, ili mzazi kwamba inafika mwezi wa kwanza mtu wake anapangiwa sehemu, mzazi asije kashtuka akiwa tayari na elimu ya ABC. Mzazi anaweza kujua nini cha kufanya kwa mtoto wake. Kwa mfano sisi hapa tunatarajia kuwa na mafunzo ya upande wa michezo ambao tuna Sport Academy tayari, tuna darasa la kompyuta pale, kwa huwa tunawapa na faida zake kwamba ukihitimu hata kidato cha 4 ukiwa na cheti, kwa sababu unapata vyeti viwili. Utapata cheti cha baraza la mitihani, lakini pia utapata na cheti cha VETA. Ukiwa na cheti cha VETA maana yake kinakuruhusu wewe kuajiriwa popote. Kwa majina naitwa Christine Emmanuel Kisanga, natokea katika shule ya Songe Sunrise Secondary School. Kuhusu swala la serikali kuleta mtaala mpya wa elimu ikiwemo sayansi, kilimo, hii inasaidia wanafunzi ambao wataanza huu mtaala kujiajiri. Kwa kuwa mimi ni kidato cha 6 na mtaala huu umeanza baada ya sisi kuingia kidato cha 6, hatusiki na huu mtaala mpya ambao serikali imeanzisha ikiwemo na kilimo pamoja na sayansi. Ningependa kwa kuwa wameamua kuanzisha huu mtaala kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi ambao wataanza huu mtaala mpya, waongeze vifaa vitakavyowasaidia kuwafundisha kwa vitendo, ikiwemo vitabu, maabara pamoja na vifaa vya kilimo, ili tuende kwa sayansi na vitendo. Mimi Anastasia John Chale, nasoma kidato cha 1. Nilipofaulu darasa la 7 tuliambiwa kwamba huku kuna mtaala mpya Songe Sunrise. Kaja katika hii shule tukaambiwa kuna masomo ya biashara, hati na sayansi. Sasa tulipofika tukaongezea tena masomo mengine ya ufundi, seremala na mengineyo. Tulikuwa tunaomba mtuongezee vifaa katika shule ya Songe Sunrise. Kwa majina anaitwa Lakson Aaron Kibona, ni mzazi wa mwanafunzi muhitimu kidato cha 4 ambaye anaitwa Edgar Lakson Kibona. Mimi kwa kweli nilipomleta mtoto hapa katika mazingira ya kusoma shule hii ya Songe Sunrise,
nilikuwa najua tu kwamba kuna masomo ya sanaa na masomo ya sayansi, lakini kwa kweli baada ya kuletewa hoja na dhana ya masomo haya ya mafunzo ya amali, nilipokea kwa mikono miwili kwanza, kwani mtoto sasa anaweza kawa na uweledi kwenye masomo ya darasani kwa nadharia, lakini vile vile akijifunza mafunzo ya masomo ya amali, mtoto anakuwa na upana mkubwa sana kiuelewa, lakini vile vile tunamwandaa vizuri kwa ajili ya soko la ajira, kwani anakuwa hajabezi zaidi kwenye masomo yale ya darasani tu.